Informer, inspirer, impacter. Voici MAM Média. MAM Média, la voix qui informe le monde. Na tulipokuwa tunajifunza siku hizi za kiunabii, kukakuja na swali. Ni dada Joanna aliuliza, hapana, ni Jessica. Akauliza, nini na prouver que siku 30 ndio zinaeleza mwezi wa Biblia? Sijui kwa swali ile. Na tukasema sababu saa zimepita, tutajibu siku nyingine. Sasa wakati ndio huu. Nini inadhihirisha kwamba mwezi wa Biblia una siku 30 na si 31 ama 29 ama 28? Nini kinadhihirisha? Kisa cha gharika, deluge, kitatufundisha namna gani kuhesabu miezi ya Biblia. Nitapenda tuandamane pamoja katika kitabu cha Mwanzo, sababu dada alipenda preuve, acha tumpatie preuve. Mwanzo sura ya 7 aya ya 11. Nitapenda msomaji wangu achukue chombo hapa ili kwamba sauti isikike vizuri fasi yote. Mwanzo sura ni ya 7 aya ya 11. Yule ambaye anapata haraka tunamtolea chombo na anatusomea kwa ufasaha. Tunasoma Mwanzo sura 7 mstari wa 11. Ndio. Inasema hivi. Katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu. Mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu. Mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi. Achia hapa. Siku ya utaendelea baadaye. Siku ya 17 ya mwezi. Kiswahili chetu cha leo tunaweza sema le 17 Februari. 17 mwezi wa pili. Endelea. Siku ile ndio chemchemi zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu. Depuis le 17 Februari maji yakabubujika kwa nguvu, yakaanza onekana. Enda Mwanzo sura ile ya 8 aya ya 4. Tuangalie maji yalikaa kwenye uso wa nchi mpaka date gani safina ikatua. Twende Mwanzo 8 4. Ndio. Mwezi wa 7 ndio siku ya 17 ya mwezi. Mwezi wa 7 siku ya 10 na ngapi? 17. Maana tunaweza sema 17 Juillet. Safina ikatua juu ya milima ya Ararati. Acha niulize wale ambao wanafanya usomi sana. 17 Februari kwenda 17 Juillet uko miezi ngapi? Miezi 5. Sawa? Hebu tuone ile miezi 5 ni siku ngapi? Mwanzo sura ya 7 aya ya 24. Mwanzo 7:24 yake inasema, barikiwa. Maji yakapata nguvu juu ya nchi siku ngapi? Siku 150. Maji yalipata nguvu juu ya nchi tangu le 17 Februari mpaka 17 Juillet, siku 150. 150. Na mlihesabu mkasema ilikuwa miezi ngapi? Miezi 5. Hebu fanya hesabu ya haraka haraka. 150 divisé par 5 ni combien? Kumbe kila mwezi ulikuwa na siku ngapi? Dado meridika. Kwa hiyo miezi ya Biblia inahesabiwa kwa siku 60. Na hata hii andiko ambalo tulilisoma la kitabu cha Ufunuo sura ile ya 11 lenyewe linatatua swala lile. Inasema hivi. Ni mstari wa 2. Lakini uwanja wa nje uache na usiupime, kwa sababu huo umepewa mataifa, nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Mstari ule wa 3. Nami nitawapa wale washuhuda wangu 2 kazi watoe
unabii huku wamevikwa magunia siku 1260. Walisema ni 42 mois. Tena wanasema ni 1260 jours. Ukafanya 1260 na diviser par 42, utapata bila shaka kila mwezi unakuwa na 30 jours. Kwa hiyo hii ni hesabu ambayo inakuwa wazi. Kwa hiyo siku ile tukasema, watu wengi wamefikiria kwamba andiko hili limetabiri kusema Musa na Elia watakuja duniani watoe unabii huku wamevikwa magunia, na tukasema hili halijasema swala la Musa wala manabii. Na leo na Musa na Elia, leo acha tuwaambie hili linahusiana na nani. Kwa nini watu wamedanganyika eti ni Musa na Elia ndio wangekuja? Sababu andiko pale chini linasema wana uwezo wa kufunga mawingu ili mvua isinyeshe, na vile vile wana uwezo wa kugeuza maji yote kuwa damu. Na watu wanasema, unaona, Elia ndio aliombaka na mvua haikunyeshaka muda wa miaka 3.5, na kwa hiyo yule ambaye aligeuza maji kuwa damu ni Musa. Kwa hiyo ni Musa na Elia ndio watakuja. Hii wanaitaka Kifaransa wanasema c'est un raccordement frauduleux. Ni kuambatanisha vitu ambavyo haviwezi ambatana. Na sasa watu wamedanganywa eti kanisa litakuwa limenyakuliwa na Musa na Elia wanakuja wanafundisha watu. Wale ambao wanafuata yale mafundisho wanakuta kanisa angani na wanaenda zao mbinguni. Hii ni kuwaza kwamba katika mambo ya Mungu kuna kwa deuxième session. Acha nikwambie, Yesu akichukua kanisa lake, hakuna yule ambaye atabaki duniani ili kwamba akute tena kanisa angani. Hili haliko. Narudia. Yesu kisha kuchukua kanisa lake, na kwanza kuja kwake hakutakuwa kwa siri jinsi watu wanavyosema. Anapochukua kanisa lake, hakuna mtu yeyote yule ambaye atakuta tena kanisa angani. Hayuko. Sababu gani? Sababu Yesu atakuja kuchukua wale watu wake tu, na wote ambao watabaki watakuwa ni wale ambao Biblia inasema watakufa ili kwamba wafufuke kwa ufufuo wa pili, ufufuo ambao unaitwa ufufuo wa hukumu ya milele. Haya yanapatikana katika kitabu cha Yohana sura ya 5 aya 28, kitabu cha Danieli sura ya 12 aya ya 2, na kitabu cha Mathayo sura ya 25. Fikiria, Yesu alisema kuja kwa mwana wa Adamu kunafananishwa na wanawali 10 ambao walikuwa wanamsubiria bwana harusi. Bwana harusi alipokawia wote wakalala, lakini kulikuwa 5 wapumbavu na 5 wenye hekima. Wakati hao 5 waliingia katika chumba cha harusi, hao wapumbavu walipopiga kwenye mlango, waliwafungulia? Biblia inasema nini? Aliwaambia, ondokeni kwangu, sijui wapi mnatoka. Hakuna deuxième session kwenda mbinguni. Musa na Elia hawatakuja ili kuhubiri. Hasa hawa mashahidi wawili ni akina nani? Twende kitabu cha Zekaria sura ya 4, tutasomea tena. Napenda unisomee aya ya 5 mpaka ya 6. Unaona nini? Nikasema, nimeona, na tazama, kinara cha taa cha dhahabu tupu. Ndio. Nacho kina bakuli juu yake. Ndio. Na taa zake 7 juu yake. Ndio. Tena iko mirija 7 ya kuleta mafuta. Ndio. Kwa taa zote zilizo juu yake. Ndio. Na mizeituni miwili karibu yake. Na mizeituni miwili karibu ya kile kinara cha taa. Endelea. Mmoja upande wa kuume, ndio, wa lile bakuli, na mmoja upande wake wa kushoto. Achia kwanza hapa. Asante. Sababu gani tunasoma andiko hili? Ni kwa sababu Ufunuo sura ya 11 aya ile
ya 3 na ya 4, hasa ile ya 4, hao ndio ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Mizeituni miwili ndio wale mashahidi wawili, tena wanaitwa vinara viwili vya taa, na ndio ile maono ambayo Zekaria nabii alikuwa aliiona. Akaona kinara cha taa na pembeni yake kuna mizeituni mingapi? Miwili. Hasa hii mizeituni miwili tena ni ile vinara viwili vya nini? Vya taa. Endelea. Nami nikajibu, ndio, nikamwambia yule malaika aliyesema nami, ndio, nikasema, Bwana wangu, vitu hivi ni nini? Sasa Zekaria akashindwa kuelewa ni kitu gani. Anauliza malaika, hivi vitu ni nini? Twende. Ndipo malaika alisema nami akajibu, ndio, akaniambia, hujui vitu hivi ni nini? Nikasema, la, Bwana wangu. Ndio. Akajibu akaniambia, akasema ni nini? Akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli. Nasikia ile mizeituni miwili, zile taa ambazo zinaangaza ni neno la nani? La Bwana. Na hili ni neno kwa mataifa yote. Hapo walisema kwa Zerubabeli sababu ndiye alikuwa mfalme wakati ule, lakini ni neno kwa watu wote. Kwa hiyo mizeituni miwili hii ni neno la Bwana. Biblia hapo katika kitabu cha Ufunuo sura ya 11 ilisema wanatoa ushahidi wao na wanakaa mbele za Bwana wa majeshi milele. Hawa ni mashahidi. Je, neno la Bwana linakuwa ni shahidi? Kitabu cha Yohana sura ya 5 aya ya 39. Yohana 5:39. 39. Ndio. Inasema maneno yafuatayo. Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Endelea na hayo. Wala hamtaki. Umeacha kitu kidogo hapo. Mwayachunguza maandiko kwa kuwa mnajua kwamba ndani mwake mna uzima wa milele. Endelea na hayo. Ndani mna uzima wa milele ndani yake. Ndio. Na hayo ndiyo yanayo nishuhudia. Barikiwa. Amina. Neno la Mungu linashuhudia. Wakati ule Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi wake, kulikuwa bado hakuna agano jipya. Ilikuwa ni agano la kale. Na Yesu anasema agano la kale lilikuwa linamshuhudia yeye. Je, sababu tuliona mashahidi ni wangapi? Ni wawili. Sasa tumepata agano la kale ni shuhuda wa Yesu. Hivi kweli na agano jipya nao ni shuhuda? Kitabu cha Mathayo 24 aya ya 14. Mathayo 24 aya ya 14. Inasema je? Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Tena habari njema ya ufalme. Unaposema habari njema, unaweza ita tena injili. Injili ndiyo habari njema. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mote. Habari njema hii ndio inachukua agano jipya yote, sababu ni habari ya kusema tunaokolewa kwa damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Kwa hiyo hii itahubiriwa ulimwenguni kote. Itakuwa namna gani? Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Ndio. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo na agano jipya nalo linashuhudia nani? Yesu. Ndio maana andiko likasema hao ndio mashahidi wangu wangapi? Wawili. Wanaosimama mbele zangu
siku zote wanasimama mbele za Mungu. Agano Jipya na Agano la Kale linashuhudia Mungu kuwa yeye ni muumbaji na kwamba yeye ndiye anayetuwezesha mambo yote. Kwa hiyo mashahidi hao wawili si watu wa kawaida, lakini ni neno la Mungu, Agano Jipya na Agano la Kale. Ninajua unajiuliza sasa, mbona Biblia hapa kitabu fungu la 3 la 5 tafadhali. Na mtu akitaka kuwadhuru, moto hutoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo ndivyo impasavyo kuuao. Sasa imekuwa kwaje neno la Mungu litoe moto kinywani mwake? Kitabu cha Malaki sura ya 4 aya ya 1. Malaki sura 4 aya yake ya 1. Ndio. Kwa maana angalieni, siku ile inakuja, ndio, inawaka kama tanuru, ndio, na watu wote wenye kiburi nao wote watendao uovu watakuwa makapi. Na siku ile inayokuja itawateketeza, ndio, asema Bwana wa majeshi. Yeyote yule ambaye hatatilia maana neno la Mungu, neno hili limesema siku inakuja ambaye mtu kama huyu atateketea. Malizia. Hata haitawaachia shina wala tawi nukta. Asante. Watu hawa watateketea. Neno lenyewe limesema katika kinywa cha neno la Mungu. Ukizuru neno la Mungu, Biblia imeshatangaza kwamba wewe kuangamia utaangamia. Ninajua mnapenda kusema tungepata ushuhuda mwingine, ndio nitawatolea. Petro wa pili sura ya 3 aya ya 8. Petro wa pili sura ya 3, soma aya ya 7. Aya ya 7. Ndio. Nasema maneno yafuatayo. Ndio. Lakini mbingu sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto. Kwa neno lilo hilo zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu nukta. Asante. Neno hili lenyewe limesema mbingu na nchi hizi zimewekwa akiba kwa moto na litaangamiza wanadamu wote ambao wamekataa kumcha nani? Mungu. Kwa hiyo yeyote yule anayelidhuru neno hili, yeyote yule ambaye analitakia mabaya, neno lenyewe limetoa moto na linasema inapasa huyu mtu aangamizwe. Kwa nini? Kwa moto. Jinsi unabii ulivyosema na ndivyo mambo yalivyoendelea. Hebu tuangalie sasa, tunapoendelea katika kitabu hiki, tusome nini wameandika hapa. Mashahidi wawili wanawakilisha maandiko matakatifu, yaani Agano la Kale na Agano Jipya, ushahidi muhimu wa chimbuko na umilele wa sheria ya Mungu na mpango wa wokovu. Na mtu akitaka kuwadhuru, moto hutoka kwenye vinywa vyao na kuwala adui zao. Watu hawawezi kukanyaga neno la Mungu bila kuadhibiwa. Hivyo ndivyo wameandika katika kitabu hiki. Na sasa tuangalie mstari ule wa 6. Wa 6 inasema, hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao, nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga nchi kwa kila pigo kila watakapo. Neno la Mungu bila shaka lina uwezo huu. Linaweza zuia na linaweza leta baraka ya mvua kwa watu. Linaweza zuia maji yasinyeshe. Linaweza zuia
linaweza fanya na maji kuwa damu, sababu Mungu amesema neno lina uwezo wa kufanya mambo haya. Fungu la 7, na ni hapo ndiko tutaachia. Hata watakapoumaliza ushuhuda wao, yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Wakati tunasoma swala la mnyama, hebu tuangalie Biblia inaposema mnyama inazungumzia kitu gani. Nitapenda msomaji uende kwenye kitabu cha Danieli sura ya 7 na uangalie ile fungu ya 17. Tuangalie Biblia inaposema mnyama inazungumzia nini, sababu hapa tunataka jenga kitu kizuri sana ambacho kitatusaidia kuelewa. Daniel 7 aya 17. Aya 17 inasema maneno yafuatayo. Ndio. Wanyama hao wakubwa walio wane ni wafalme wane watakaotokea duniani. Basi achia hapo. Wanyama wane ni wafalme wane watakaotokea duniani, sababu Biblia inasema wanyama. Sasa ikisema mnyama itakuwa ni nini? Ufalme. Biblia imesema mnyama huyu anatoka kuzimu. Na huyu anafanya vita na hawa mashahidi wawili, anapigana na Biblia. Wakati Biblia inazungumzia ametoka kuzimu, ni kwamba yeye wakati ameinuka haonekane kuwa na ini genealogy, sijui Kiswahili chake namna gani, ukoo hauonekane huko nyuma. Na huyu anafanya vita na neno la Mungu. Huyu ni mnyama gani? Na amefanya vita hivi namna gani? Acha niwaambie, hata kama hatutapata muda ya kuingia kwa undani kabisa katika somo leo, ufalme huu ambao ulifanya vita na Biblia si mwingine lakini ni ufalme unaoitwa France. Nchi ya France ilipigana na Biblia katika mwaka wa ule wa 1793, ikapiganisha Biblia, wakatangaza kwamba Biblia hairuhusiwe kuonekana katika ufalme ule. Wakatangaza wakasema, na kwanza yule ambaye alianzisha Biblia naye hastahili kuweko, kwa hiyo Mungu hayuko. Wakatangaza wakasema, hata kwa sababu Biblia imesema juma inakuwa na siku 7, wao hawataki tena juma ya siku 7, wakatengeneza juma yao ya siku 10. Wakapinga neno la Mungu. Na Biblia inasema walionekana kana kwamba wamefanya nini? Wameshinda. Lakini Biblia inaendelea kusema kisha siku 3 neno hili likainuka tena na likafanya mambo ya ajabu na likasambaa katika ulimwengu. Na hii siku ya Sabato inayokuja tutaingilia ndani kidogo, ili kwamba tuone ni ushahidi gani wa kihistoria, ushahidi gani wa kimaandiko ambao unatetea jambo hili, ili kwamba tuwe sawa. Lakini kwa sababu muda umeenda sana, acha turuhusu yule ambaye anakuwa na swali ama nyongeza, wakati ni wako. Swali? Ndio Fred. Asante sana. Nilipendelea tu niulize mahali hapa ambapo tumeachia, kwa nini Mungu alikusudia kutumikisha unabii katika wanyama? Jua nini akuwa nenda tu juste obi amalizishi akatia wanyama, kwa nini? Kwa nini Biblia inatumika sana kwa mifano? Ndio swali lake lile. Kwa nini hakwenda moja kwa moja awaambie jinsi mambo yalivyo?
kitabu cha Luka sura ya 8. Nitatusomea aya ya 10. Yule ambaye atapata kitabu cha Luka sura ya 8 aya ya 10 anatusomea. Luka 8 aya ya 10 inasema maneno yafuatayo. Ndio. Akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Ndio. Bali wengine kwa mifano. Ili wakiona wasione, na wakisikia wasielewe. Asante. Tusome tena kitabu cha Hosea sura ya 12 aya ya 10. Hosea 12 aya ya 10. Ndio. Inasema yafuatayo. Tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono. Ndio. Na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano nukta. Asante. Sasa anauliza kwa nini ametumia mifano. Jibu ni moja tu. Hebu fikiria. Biblia ingeandika ndani mwake, inasema utawala wa Roma ndiyo mnyama ambaye amesimamisha sanamu ya mnyama na ameitia pale, na dini ile ni dini ya Rumi. Unasema ungepata Biblia kweli? Wangepambana nayo na wangemaliza, lakini ametumia mifano ili kwamba wanaposoma wasione na wanaposikia wasielewe. Lakini sisi tumepewa neema hii ya kuelewa mambo haya na kuyasoma na kuyajua. Ni kwa sababu Mungu alipenda kulilinda neno lake. Asingefanya hivyo, neno hili halingeenda mbali sana. Ndio maana alitumia mifano. Wanyama, anaposema mnyama anawakilisha ufalme. Hata na leo sinaonekana tungali natumikishaka hizi mifano ya wanyama kueleza mafalme. Nchi ya Kongo inawakilishwa na ufalme na mnyama gani? Leopard. Mungu alijua, na sisi tumetrishia kwa Mungu. Wakati wanasema leopard leo itacheza, unajua Mungu anachunga macho ya leopard. Unaona data? Anasema ni le 17 leopard itacheza. Unafikiri ni chui ndio utaona mstade siku na ni wananchi wa nchi ya Kongo tunawakilishwa na leopard. Ufalme wowote ule unawakilishwa na mnyama, ili kwamba Mungu alinde neno lake na ili kwamba wale ambao wana akili waweze kuelewa. Ndio maana andiko likasema katika siku za mwisho akili itaongezeka, ili kwamba tuelewe mafumbo yote ambayo yanakuwa katika maandiko. Mungu atubarikie hayo. Atuwezeshe tuendelee kusimama imara katika neno lake, na hili ni ombi nalo waombea na kujiombea mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ni waalike tusimame na tuwe na ombi. Baba mtakatifu, unaishi na kutawala milele na milele, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru sana kwa ulinzi wako. Asante kwa sababu umekubali kufunua neno lako kwa watu sisi ambao tuko wanyonge. Umekubali sisi vyombo vidhaifu tuvichukue vitu vitakatifu. Tunakusihi uendelee kututakasa. Utusaidie sana tukae katika neno lako, huku ukitoa majibu kwa maswali yetu yote. Kila mmoja wetu hapa amekuja hapa leo na ana ombi la kimoyo moyo. Kuna mengine ambayo tunaweza kuyatamka, lakini kuna tatizo lingine ambalo hata hatuwezi kulitamka na linatukera moyoni. Sasa wewe unayesoma mioyo,
unajua ni nini yule ndugu anahitaji, na unajua ni nini yule dada naye anahitaji. Tunakusihi kwa wema wako uyatatue matatizo yetu, nasi tulitukuze jina lako. Bariki kanisa lako, bariki wote ambao wamefika siku ya leo. Wenzetu ni wagonjwa na hawakufika, tunawatia mikononi mwako. Siku ya Sabato ni siku kuu ya uponyaji. Tunakusihi kama kuwatolea afya italeta utukufu kwa jina lako, hebu watolee afya na jina lako litukuzwe. Na ikiwa hali yako ya magonjwa itatukuza jina lako, basi wapatie neema yako ili kwamba uendelee kukutegemea katika hali hiyo. Utuongoze saa zote, tunaomba ushindi huu katika jina la Yesu Kristo. Amen.